Ule usemi usemwao subira yavuta heri ndicho kinachoonekana hapa mara baada ya bibi aliyekuwa ameachwa na mtoto mwenye miezi 8 mkazi wa Ng'ong'ona jijini Dodoma. Hii leo ndani ya hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma imekuwa ni neema mara baada ya bibi huyo kupatiwa matibabu na kuishukuru serikali pamoja na waziri wa maendeleo ya jamii Mheshimiwa Dorothy Gwajima kwa kumsaidia juu ya matibabu hayo. Mjukuu wangu anaumwa, hakuwa anaumwa kuja jana, lakini nashukuru kupata matibabu vizuri. Serikali imenisaidia, lakini wameniruhusu, nilisema niende nyumbani, wamenipa kalanga, ataendelea kutumia huko kwa muda wa tarehe, nitakuwa nakuja kwenye kliniki. Jukumu lililobaki ni kufuata ushauri wa daktari aliyoachiwa ili kulinda afya ya mtoto huyo. Wamenishauri mtoto wale ugali na samaki, nyama, koroga uji na maziwa na uji, koroga na mayai, age, dagaa na matunda kama machungwa, parachichi na ndizi. Vitamfaa mtoto mwili ukae sawa. Kwa ajili ya allergy tumepishana na uji ambaye nilikuwa anakunywa nyumbani. Alikuwa anakunywa uji wa sema. Hapa anapaza sauti kwa mara nyingine kwa serikali na Watanzania kuweza kumsaidia walau kupata sehemu ya makazi ya kudumu, kwani kiwanja tayari anacho. Na nashukuru sana, nashukuru serikali kunisamini mimi na hicho kiwanja nilichonipatia. Naomba tena nipambanie tu tena nipate hata chumba kimoja na mimi niwe kwangu. Nitazoofika sana watoto wakienda kule, nikikaa peke yangu itakuwa sio vizuri. Niliomba tu nikae nao, mwenyewe tuendelee kunipa msaada, tawalea tu hivi, tutakuwa tuko pamoja na mimi, lakini kuliko wawachukue, naomba kwa hilo. Huyu ndiye jirani aliyekuwa bega kwa bega na bibi huyu tangu mwanzo mpaka sasa, na hapa anaeleza safari ya bibi huyu jinsi ilivyokuwa mpaka tulipata kesi kwenye mtaa wetu ya bibi Janet Yohana Chilua ambaye aliachiwa wajukuu wawili na binti yake aliyefariki, na mmoja wa wajukuu wale alikuwa ni mtoto mdogo ambaye ana umri wa miezi 8 sasa. Baada ya kufuatilia swala lile tukagundua yule mtoto ana changamoto za kiafya, ikatulazimu siku ya jana kumfikisha hospitali ya Aga Khan Polyclinic iliyopo ndani ya jiji la Dodoma. Ya kufika baada ya vipimo na taratibu mbalimbali za kitabibu kutoka Aga Khan, tukapewa rufaa ya kuja hospitali ya mkoa General. Baada ya kufika hapa hospitalini tulipokelewa vizuri, na kwa sababu bibi Janet ni mhitaji au ni mtu anayeishi kwenye mazingira magumu, kwa hiyo serikali kupitia Wizara ya Maendeleo ya Jamii ikawa imejitolea kufadhili matibabu yote pamoja na kununua vyakula lishe ambavyo mtoto alikuwa anapungukiwa. Kwa hiyo hadi sasa tumepokea taarifa kutoka kwa bibi Janet mwenyewe kwamba matabibu wamemruhusu sasa leo anaweza kutoka na ataendelea kuhudhuria kliniki kadiri ya ratiba waliompatia. Ombi kutoka kwa Watanzania nadhani sasa ni swala la mahitaji. Mahitaji kama tulivyosema kwamba anaishi kwenye mazingira magumu na pale anapoishi hana makazi, tulifanikiwa kupata kiwanja. Nadhani kubwa zaidi ambalo Watanzania na waomba na wadau wote tunaloweza kumfanyia Bi Janet ni kuhakikisha kwamba tunafanikisha kumjengea nyumba walau hata chumba kimoja kama yeye mwenyewe alivyoomba, ili tuhakikishe kwamba tunamweka kwenye mazingira mazuri. Nite Peter Obogo wa Asheri Media.